Karibu kwenye VAR. Ni siku nyingine tamu yenye ladha munakash kweli kweli. Mimi naitwa Saidi Tutu, kilita mfalme katika anga za kimataifa. Hiyo itakuwa ni mujarab kweli kweli. Nao kwa wakati huu nipo na Godlisten Muro, tukasema leo tumfuate moja kwa moja hapo alipo, kwa sababu kuna habari moto moto kweli kweli. Bwana Muro, umezisikia huko za ndani kabisa? Za ndani ndizo trend usiku huu. Ndio. Na utaona mambo yameshakuwa ya moto. Hakika. Kilichosubiriwa muda mrefu sana Ndio. Kimehappen. Taarifa kwa umma. Naam. Kocha Folz tayari ameshaondoka pale Dar es Salaam Young Africans. Kabisa ni taarifa ambayo imetoka moja kwa moja kwenye idara yao ya habari. Ndio. Ikithibitisha 100% kwamba klabu imefikia makubaliano ya kuachana na mwalimu Romain Folz. Ndio. Sasa inawezekana katika mengi ambayo yanaweza yakazungumzwa, ndio bado matokeo ya mchezo huu leo yatakuwa ndio yalikuwa kama ile icing on the cake. Yani ile icing kwenye keki kwa juu pale ndio ilikuwa inakuja kukamilisha tu hichi ambacho kimetokea katika siku ya leo, kwa sababu hata katika zile nyakati ambazo walikuwa wanapata matokeo ya ushindi, ndio bado ukosoaji ulikuwa ni mkubwa kwa namna ambavyo timu inacheza. Hakika. Ile style of play. Hakika. Lakini kupoteza mchezo huu dhidi ya Silver Strikers kwa namna moja ama nyingine kumekwenda kupigilia msumari katika kile ambacho kilizungumzwa muda mrefu sana. Mwalimu Folz amefeli wapi siku ya leo kuivusha kwenye mchezo wa kwanza huu kuweza kupata matokeo dhidi ya Silver Strikers? Nafikiri ukizungumza kwenye engo ya habari ya coaching, kwa maana ya benchi la ufundi, unajua Saidi, benchi la ufundi litakusaidia kwenye maeneo makubwa mawili. Ndio. Namna timu inavyotakiwa kumfikia mpinzani kwenye boksi lake. Hakika. Na namna timu itakavyotakiwa kujilinda ikiwa imepoteza mpira kwenye boksi lake. Ndio. Hayo ndio maeneo makubwa mawili. Ndio. Sasa unaweza ukajiuliza benchi la ufundi la Romain Folz lilikuwa limefanikisha hayo kwa kiasi gani? Hakika. Eneo la kushambulia, ndio, kiukweli kuna nyakati ulikuwa unaiona timu ikiwa na muunganiko, kuna wakati timu ilikuwa inakosa muunganiko. Ndio. Ni kama timu ilikuwa inacheza na vipande viwili. Ndio. Kipande kimoja cha upande wa watu ambao wako kwenye hafu ya mpinzani wakishambulia, kipande kingine ni katika upande wa kujilinda. Kwa coordination ilikuwa inakosekana kwenye baadhi ya maeneo. Ndio. Hata bao ambao wameconcede wao, utaona ni kukosekana kwa, tunasema, ule uratibu wa matukio ndani ya kiwanja. Ndio. Timu imefungwa kwa mchakato wa pasi 3 tu. Saidi Tuntu. Ukiacha movement aliyoifanya Uchizi Vunga kutoka nyuma mstari wa katikati na kwenda kurelease pasi ambayo ilikuwa kuzaa assist ya bao, utaona ni movement mbili tu zimefanyika za mpira. Golikipa kuanzisha mpira kwa defender wakati, defender wakati kumpasia Uchizi Vunga na kuanza movement zake. Kwa hiyo pamoja na kuwa timu ilikuwa haija concede bao lolote kwenye mchezo wa kimashindano, kuanzia ngao ya jamii dhidi ya Silver Sports, mchezo wao wa Yanga kwa maana ule wiki ya wananchi, kwa maana mchezo dhidi ya Bandari, mchezo miwili dhidi ya Wydad Sportive de Benguela, mchezo wa ligi kuu Pamba Jiji pamoja na Mbeya City. Lakini vile vile utazungumza nyakati zote hizo timu ilikuwa haija concede bao lolote. Leo ndio kwa mara ya kwanza timu ina concede bao, lakini bado ilikuwa inapitia kwenye ukosoaji kwa namna ambavyo Yanga ilipitia misimu 4 ikiwa ina display kiwango fulani cha mpira wa matokeo na dominance, kwa maana ule utawala ndani ya. Kwa nini Nasreddine Nabi hakuwahi kupoteza kwa nyuma, Miguel Gamondi hakuwahi kupoteza? Kwa nini Folz sasa? Of course hata kuondoka kwa Miguel Gamondi unakumbuka ilipokuwa ni baada ya kupoteza michezo miwili back to back. Kwa nini hii haikuwa na uvumilivu hata kidogo? Alifungwa na Azam, akaja akapoteza dhidi ya Tabora United kama unakumbuka vizuri. Ndio. Baada ya hapo ilikuwa ni namna gani wanajiassess na kujitazama kwenye kioo kuona eneo gani tunakwenda kulihiti, wakahiti kwenye benchi la ufundi. Sasa Romain Folz, bwana Saidi, ilikuwa ni kama inatafutwa sababu gani ya huyu tutaachana naye. Hiyo ndio ambayo unaweza kaizungumza kutoka. Wenyewe wanasema ukitaka kumuua paka basi mpe jina baya. Wazia paka mwizi. Sasa sababu ama tekniki ipi ilikuwa imebakia ya mwisho ya kujua namna gani Young Africans wanaachana Romain Folz? Baada ya kuona mashabiki, baadhi ya wapenzi wa club hawaridhishwi na style of play, mtindo wa kiuchezaji wa kitimu kwa ujumla wake, hata kama inapata matokeo. Inaonekana mechi ya Mbeya City ambayo Young Africans walisare 0-0 ni miongoni mwa mechi ambazo kelele zilipigwa nyingi sana. Maana ilizua gumzo kweli kweli. Kabisa. Kelele zilikuwa nyingi sana.
mtindo wa uchezaji wa kitimu hauridhishi, hakuna plani B katika kiwanja. Kwa maana mpango kazi namba 2, timu ikifeli kwenye mpango kazi nambari 1, timu inawezaje kujinasua kwenye nyakati ambayo mpinzani amegoma kufunguka ama mpinzani anauliza maswali magumu? Hapa ndipo ambapo Saidi mambo yalikuwa yanakuwa magumu sana kwa mashabiki kuona benchi la ufundi linatoa solution gani katika problems ambazo walikuwa wanazipata. Sasa kwa kupoteza mchezo huu wa leo, manake lazima kwa namna moja ama nyingine uongozi huo unaangalia mambo mengi. Unaangalia, je, muitikio wa mashabiki katika kuja kuisupport timu yao. Kumbuka hata FIFA wanazungumza kila siku. Mpira ni mali ya mashabiki. Kwa sio kasema kwani mashabiki ni kina nani mpaka waweze kumkosoa kocha? No, thank you. Wale ndio wenye mpira wao. Ndio maana unakwenda kucheza mbele ya mashabiki 60,000. Wale ndio wenye mpira wao. Wapo wengine mamilioni wako mtaani wanaotazama kwenye TV, kwenye runinga. Wanaumiza, wala ni sebleni ama kumbi za starehe na kadhalika. Wao ndio wanaumiliki mpira. Ndio ambao wana mandate ya kusema hatuji uwanjani. Hatuji kulipa viingilio, hatununui jezi. Sasa wale wana nguvu sana. Dunia nzima hamna mtu anaheshimika kwenye football kama shabiki. Sasa wale wakishaanza minong'ono, huwa viongozi wanaanza kuishi kwa busara. Busara ya kwanza ni kuangalia, je, mwalimu amefanya vizuri kwa kiwango gani? Kelele ndio utazisikia. Lakini je, kelele hizi zina uhalali wa kiasi gani wa kumuondoa mwalimu? Manake zinaakisi yaliyomo. You understand? Lakini utaona eneo hili la hizi mechi hizi zilizopita ya Mbeya City pamoja na hii kidogo zimeleta sintofahamu. Kwa sababu ndio katika nyakati ambazo timu imeshindwa kufunga bao. Michezo mingine yote iliyopita timu ilikuwa ina uwezo wa kuscore bao. Ilifunga bao dhidi ya Bandari, ilifunga bao dhidi ya Simba Sports, ilifunga mabao 5 dhidi ya Wiliete Sportive de Benguela katika michezo miwili. Sio? Ilifunga mabao 3 dhidi ya Pamba Jiji. Lakini hii ni michezo miwili consecutively timu imeshindwa kufunga mabao. Sasa hapa kuna mawili. Je, ni ufinyu wa nafasi nyingi ambazo zipaswa kutengenezwa? Lakini je, ni wachezaji ndani ya kiwanja wamemwangusha mwalimu? Kwa sababu hata leo ingewezekana timu ikaondoka hata na ushindi wa mabao 3. Kama kukosekana kwa ufanisi isingekuwa ni tatizo. Kwa sababu Pacome alipata nafasi, pasi ambayo ilipigwa ndani kabisa kwenye penalty box. Boyeli pia alipata nafasi. Utazungumza Mohamed Dumbia alidribble mpira mpaka akabaki 1-on-1 yeye na golikipa. Hizo ni nafasi ambazo ukizizungumza kwa sababu hazijawa converted, lazima matokeo yaliyotokea mpaka mwisho wa mchezo yanabakia kusimama jinsi yalivyo. Na ndio maana leo unaweza kuzungumza Silver Strikers katika ubora wao waliokuwa nao ndani ya kiwanja, lakini ukagundua matukio karibia yote muhimu ya kimchezo Young Africans alikuwa ameamiliki. Hakika kweli. Silver Strikers akamiliki tukio muhimu kabisa kuliko yote katika football. Zungumza data, zungumza historia, zungumza tactics, lakini end of the term scoreboard inasoma vipi? Dakika 90 pande ambazo tutazungumza zaidi. By the way, ndicho kitu ambacho Silver Strikers ameondoka nacho na kuonekana shujaa kwenye mchezo huu leo. Sasa hapa ndipo ambapo kazi ya ukocha inakuwa ngumu, kwa sababu mekanizmu ya kuifikisha timu kwenye box la mpinzani ni mpango unaosukwa kwenye uwanja wa mazoezi, ndio maabara ya mwalimu. Sasa mekanizmu ya kufunga bao ni individual brilliance. Ni uwezo wa Saidi Tuntu. Ni uwezo wa Munguro. Ni uwezo wa mtu mwingine kusema okay, hii ni nafasi nataka ni convert. Na ndio maana strikers ama wafungaji duniani wenye takwimu nzuri wanalipwa vizuri, kwa sababu inaonekana si kazi nyepesi, na ni kazi ambayo inahitaji zaidi individual kufanya katika ubora. Naam. Bwana Muro, sasa vazi la ukota sasa ni wakati sahihi kwa kocha Folz kuweza kuondoka pale Dar es Salaam Africans? Unajua kuwa wakati sahihi ama sio sahihi huwa ni measurement, ni kipimo. Nyie mnakusudia nini? Mnawaza nini? Kuondoka kwa Romain Folz inawezekana nyuma yake isiwe tu kesi ya matokeo, ikawa ni kesi ya je, timu inashinda kwa ushawishi hakika, au timu inapata matokeo lakini watu wameshika mioyo yao. Sio kama unaelewa vizuri. Si amemfunga Wiliete mabao 5, 3 ugenini, 2 hapa nyumbani. Lakini kwa nini ukosoaji ulikuwa unatokea? Ni kwa sababu aina ya uchezaji ambao Yanga ilipitia kwa Miludi Hamdi, kwa Sid Ramovic, kwa Miguel Angel Gamondi, kwa Nasreddine Nabi. Yanga ilikuwa inashinda huku inamtawala mpinzani. This time timu inaonekana inashinda, lakini ni kama wanagawana vipindi na mpinzani bila kujalisha uzito wa mpinzani. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho tunazungumza sasa, na haya yote yanakuja kwa sababu gani? Mara nyingi selection ya wachezaji.
Aina ya wachezaji ambao mwalimu anapick kwenda nao kwenye mchezo ndio inaleta majibu yao yote. Kwa mfano leo inawezekana mwalimu alikuwa na wazo zuri kimbinu, kiualimu, lakini haikutekelezeka ndani ya kiwanja. Israel Mwenda alitolewa, Max Nzengeli akaenda kucheza fullback ya kulia. Unaweza kujiuliza kwa nini Max asiendelee kuwepo kwa ajili ya kuongeza nguvu eneo la kushambulia. Sio? Lakini alibidi arudishwe kwenye fullback ya kulia. Sasa wakati mwingine kuna yale maswali tu magumu unajiuliza, ilikuwaje substitutions zinafanyika katika maeneo ambayo sio like to like. Nikisema like to like sio kama tunaelewana vizuri. Eneo la ushambuliaji liongezee nguvu huku usipoathiri eneo la defense. Maana dakika 76 timu ina concede bao katika nyakati ambazo mambo yalikuwa ni magumu kabisa. Mwalimu Muro kama kocha, pamoja kwamba ameondoka kocha Folz, rekodi zake zinasemaje? Ni kwamba imempandisha hadhi au imekwenda kumshusha moja kwa moja Dar es Salaam Africans? Ukiangalia of course ameondoka na records kwa maana ya matokeo ndani ya kiwanja. Bado ameondoka akiwa na wastani mzuri wa matokeo. Kwa sababu ukisema zile mechi za pre-season alizokwenda Rwanda, itoe na mechi ya Bandari ambao alicheza kwenye siku ya Mwananchi, sio? Utaongea mechi ngumu za kiushindani zilianza kwenye dabi ya Kariakoo, mechi ya ngao ya jamii. Alitoka bila kuruhusu bao, akishinda 1-0, sio? Hakika. Mechi mbili zilizofuata zilikuwa za Wiliete Sportive de Benguela, ambao alipata aggregate mabao 5. Bila kuruhusu bao maana yake. Mabao 6 kwenye michezo mitatu bila kuruhusu bao. Mechi za ligi kuu amecheza 2, dhidi ya Mbeya City 0-0, dhidi ya Pamba 3-0. Manake kwenye ligi alikuwa pia hajaruhusu bao lolote. Kwa akienda kutiki kwenye viboksi vyake kwenye eneo la defensive way, namna anavyojilinda, atagundoke alikuwa na ufanisi wa 100% kabla ya mchezo huu wa leo. Nikisema ufanisi wa 100% maana yake hakuruhusu bao lolote. Hakika. Sio? Kabla ya mchezo huu wa leo. Utakuja kwenye kesi ya kufunga mabao 1 dhidi ya Simba Sports, 5 dhidi ya Wiliete Sportive de Benguela, 3 dhidi ya Pamba Jiji. Hakufunga bao dhidi ya Mbeya City. Na leo huu mchezo nao. Kwa unaweza kuona katika wastani wa michezo takriban 6. Ukianza na ule wa Simba Sports wa ngao, kama unakumbuka vizuri, unakuja kugundua ni kama vile alikuwa na wastani wa mabao karibia 9 bila kuruhusu bao lolote. Kwa mabao 9 katika hiyo michezo, at least alikuwa na uwezo wa kufunga bao katika kila mchezo. Kesi inakuja katika eneo moja tu. Hakuwa na system inawafurahisha mashabiki, lakini alikuwa na system ya kupata matokeo ambayo yanafurahisha. Hicho ndicho kitu ambacho kilikuwa cha muhimu kuhusu. Sasa nyakati ambazo unapopoteza mchezo, zile sababu nyingi nyuma ya pazia za namna gani timu inashindwa kuwa na matokeo ya kuvutia kwenye mchezo wa kuvutia hata kama inapata matokeo, ndio inakujaga kuwa cemented. Inakuja kuingizwa kwenye mchakato wa mechi unayoipoteza, inachukuliwa kama sababu ya ziada. Kwa mfano Gamondi msimu uliopita alikwenda michezo 8 Gamondi akishinda yote. Michezo miwili tu ilitosha kumuondoa, wa Azam FC na wa Tabora United. Ambapo Gamondi tu aliondoka naye. You understand? Lakini msimu wa nyuma yake alikuwa ametoka kuipa ubingwa. Alikuwa ametoka kuipeleka timu robo finali wakiondolewa na Mamelodi Sundowns. Tena mchezo ambao baadaye kwa marejeo ya televisheni Young Africans alikuwa na kila sababu ya kuelekea katika nusu finali kama sio kukataliwa kwa bao la Aziz Ki. Lakini angalia mechi zilizokuja kumuondoa zinatanguliwa na sababu nyingi nyuma yake. Matokeo ya kiwanjani ndio yanakuja kusimenti sababu ya mwisho. Hichi ndicho ambacho kilikuwa kinatokea kwa Romain Folz. Bwana Muro, mimi naomba nikutakie siku njema na asante kwa muda wako. Ni usiku lakini umeweza kutupa madini ambayo hayana shaka ndani yake. Nashukuru sana Saidi. Ni usiku lakini ilibidi tufanye kazi kijeshi. Kuona hizi taarifa ambazo wenyewe wanasema waandishi wa habari ni kama majeshi, muda wote kazi. Muda wote wanao. Alafu sisi ni watu wa kazi pia. Kabisa. Naam, huyo ni Godlisten Muro akimchakata na kumpepeta inavyotakiwa kabisa kocha Folz ambaye kwa wakati huu ameshaondoka pale Dar es Salaam Young Africans. Mimi naitwa Saidi Tuntu, nyuma kamera ni Heri Lionga. Bye bye mpaka wakati mwingine.